Naam, Bwana Yesu asifiwe mpendwa katika Bwana. Siku ya leo ni siku nyingine nzuri tena ambayo imempendeza Bwana tuweze kukaa mahali hapa kukutanika kuweza kujifunza maneno mazuri matakatifu kabisa ya Mungu. Mpenzi mtazamaji, neno hili la leo tunakwenda kujifunza leo ni neno ambalo ni neno jema sana na ni neno ambalo zuri sana. Nimelitoa katika kitabu cha Samueli wa pili 12 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 15, lakini utasoma mpaka mwisho kabisa, ila kwa leo tutasoma mstari michache tu, mstari wa 7 mpaka wa 14. Na kwa kadri itakavyompendeza Mungu kwa uwezo wake na roho wake ambapo atatushushia ndani yetu uweze kuelewa neno hili, na pia mimi pia naweza kufunuliwa zaidi hii siri ya injili ambayo iko mahali hapa. Somo letu la leo linasema kwamba acha ushirika na shetani, fanya ushirika na Mungu. Mpendwa katika Bwana, watu wengi tunaenda katika njia fulani kwa wakati unaenda unatumia akili zako, kwa wakati unaenda unamwamini Mungu. Mpendwa katika Bwana, ukiona tu umefika kwenye hatua hiyo, jua kuna namna ambapo huwa unatoka unafanya ushirika na shetani. Na kitendo cha kufanya na ushirika na shetani, mpendwa katika Bwana, kuna maangamizo baadaye, kuna kuuawa, yani kuna kuangamia. Amina, kuna kuangamia. Kwa sababu nasema kuna kuangamia kwa sababu gani? Mungu anataka tuwe tumenyoka, na hata kama ikitokea unapinda, mpendwa katika Bwana, ukiona tu umerudi kwenye njia, ujue ni neema. Amina. Sisi wote tulikuwa tumepinda, lakini kurudi kwenye njia ni neema. Maana yake Mungu akashusha upendeleo wa pekee tubakie katika njia. Kwa kumbuka siku ya Bwana yaje kama vile mwivi ajavyo. Ndio maana namaanisha jambo hilo. Utakapokuwa umechepuka ndipo unyakuo utakapofika, utakuta umeangamia. Kwa hiyo bora ubaki katika njia iliyonyoka ambayo ni njia njema ya kumtumaini Mungu huyu Bwana wa majeshi. Amina. Basi bila kupoteza wakati twende tukajifunze somo hili. Somo hili nitalianzia nyuma kidogo kutoka Samueli wa pili 11. Ni baada ya Daudi kufika kwenda alipokuwa amekaribia kwenda kuhusuru mji wa Raba, na akiwa amekaa Yerusalemu akamwona mwanamke mmoja Bathsheba. Mke alikuwa ni mke wa Uria Mhiti, alikuwa ni wanajeshi wake miongoni mwa wanajeshi walioko mbele ambao walikuwa wakiongozwa kikosi chao na Yoabu. Na huyu mwanamke Daudi alipompenda huyu mwanamke, alipomwona akamtafuta akampata huyu mwanamke. Kweli akaishi naye, akakaa naye. Alipolala na yule mwanamke yule mwanamke akapata ujauzito. Akamwambia Daudi, nimepata ujauzito. Na Daudi kujua kama huyu ni mke wa Uria, ikabidi atume mjumbe kwa Yoabu kumwambia kwamba Uria aje. Uria alipofika, Daudi akamlazimisha sana Uria, akamshurutisha zaidi ya mara 2 kwamba aende nyumbani kwake, lakini Uria bado alikataa. Akamshurutisha mara ya 2 tena, bado Uria akamlewesha, Uria bado akamkataa. Yote hiyo ni Daudi alitaka akave kwamba ili amsingizie, yani ile mimba aile tu Uria. Mwisho wa siku ili jambo, kumbuka macho ya Mungu huwa yafumbi. Macho ya Mungu huwa yanatazama mbele sawa sawa, yanatazama mioyo yetu sawa sawa, nia na makusudi yetu ambayo tunataka kuyafanya yanatazama sawa sawa. Ndipo Daudi akabidi afanye mpango wa kumuua Uria, na kumfanya mpango wa kumuua Uria ni kukava tracks zake. Tazama sasa, ndipo maana somo hili nikapata maana hapa. Daudi ndipo akaanza kutafuta ushirika na watu wengine. Maana yake akatafuta watu wa nje, watu ambao ni maadui wa Mungu. Maana yake akatafuta ushirika na shetani wa Amoni. Ikabidi atafute ushirika na wa Amoni waweze kumuua Uria. Akabidi amwambie Yoabu, akatuma kwa mkono wa Uria, akamwambia Yoabu, Uria atakapofika jeshini, huyu Uria umpange kikosi cha mbele, meza ya mbele kabisa. Huyu akifika kule mbele katika mji wa Raba, mkikaribia tu katika ukuta wake, mumwache nyewe mrudi nyuma. Basi Uria kweli akauawa mahali pale. Ndipo Daudi hii hali sasa ikatokea. Ilivyotokea hii hali ikamzinga sana Daudi moyo wake, na maisha yake pia hayakuwa yanaenda vizuri. Kweli mke wake wa Uria akaomboleza. Mwisho wa siku Daudi akaja akamchukua mke wa Uria, akaa anaishi naye, akamwoa. Kitendo kile sasa, ndipo Mungu akatuma ujumbe kwa Daudi kwa kinywa cha nabii Nathan. Akaenda kwa Daudi akamwambia Daudi mfano huu: Mfalme, kulikuwa na watu wawili, maskini na tajiri. Tajiri alikuwa na mifugo mingi, maskini alikuwa na kondoo mmoja. Lakini huyu tajiri alipotembelewa na mgeni, huyu tajiri akaenda kuchukua mfugo huo mmoja ambao ulikuwa ni tegemeo kwa familia ya yule maskini, akaja akampatia yule tajiri. Kufanya kitendo hicho, kumtendea kitendo hicho, huyo mwisho wa siku huyo maskini hakubakiwa na kitu chochote. Yule Daudi akasema, mtu huyo atatendewa nini? Akamwambia mtu huyo inafaa kufa, na hata amrudishie mara 4 yule maskini.
Ndipo nabii Nathan akamwambia mfalme, Daudi, mtu mwenyewe ni wewe. Wewe ndio huyo tajiri uliyechukua kitu cha maskini. Wewe ndiye huyo tajiri uliyechukua kitu cha maskini kwa sababu ya mgeni, kwa sababu ya hisia. Kwa sababu hizo hisia, mpendwa, ni mgeni huyo. Ni vitu ambavyo haukuwa navyo, vimeingia. Ni shetani anaingiza mambo yake ndani yako. Anamwambia huyo mgeni amekuja. Hizo hisia, tamaa za mwili zilikuja. Hizo tamaa za mwili ndio mgeni alikuja. Ulitakiwa umtolee sadaka. Ulitakiwa umtolee sadaka huyo mgeni, utoe kitu ambacho kilichopo ndani yako. Anasema katika Warumi 12 mstari wa kwanza na pili. Ukisoma pale anakuambia hivi, itoeni miili yenu kuwa dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Toa mwili wako kuwa dhabihu. Waambie mwili, hamu zinapokuja, hisia zinapokuja, waambie pambana na Yesu Kristo. Mimi ni muamini wa Yesu Kristo, ndio sadaka yako, kwa sababu Yesu Kristo alitufia msalabani. Katika yeye tunashinda vitu vyote. Ilitakiwa Daudi atende kitu hicho, manake ashinde ile tamaa. Katika ile tamaa hakuweza kuishinda, ikabidi atafute mgeni, atafute kitu cha maskini aweze kumpatia ili yeye aweze kufurahi. Kile kitendo cha kujifurahisha yeye, ndipo akaenda kuanguka katika dhambi. Wapendwa katika Bwana, watu wengi huwa tunaanguka katika dhambi kwa namna hiyo hiyo. Ndipo nabii Nathan anamwambia mtu huyo mfalme, ni wewe hapo Daudi ulichokifanya kitendo hicho. Na Mungu anasema, nilikubarikia baraka zote, nikakupatia wake, nikakupatia mali, nikakupatia vitu vingi, na nikakupatia mambo haya yote. Na kama alikuwa machache ungeniambia mimi, Mungu ningekuongezea. Amina. Na kama angekuwa machache ungeniambia mimi, Mungu ningekuongezea. Wapendwa, nabii Nathan, amina, nabii Nathan ni neno la Mungu, ametumwa, ni neno la Mungu hilo. Anasema katika Ibrania 4:12-13, neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wowote ukatao kuwili, tena la choma hata kutenganisha roho na nafsi, nyama na mifupa iliyoko mwilini. Anasema ni tena lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo, wala hakuna jambo ambalo linafichwa mbele yake. Yeye aliye na mambo yetu, nani huyo? Mungu mwenye nguvu. Na Daudi akajua anamficha Mungu jambo hili, lakini hakujua kwamba huyu Mungu anajua kwenda kwake, anajua kuondoka kwake, anajua kulala kwake, anajua mawazo yake. Akatenganisha, akatuma kinywa, neno la Mungu likaja, ni nabii Nathan, likaingia ndani yake, likasema Daudi umefanya uovu, likasema Daudi umefanya uovu mkubwa namna hii. Ndipo Daudi anakuja anajisikia vibaya sana. Amina. Anakuja anajisikia vibaya. Anasema mstari wa 9. Amina, 12:9. Kwa nini umeidharau neno la Bwana kwa kufanya yaliyo mabaya machoni pake? Umempiga Uria Muhiti kwa upanga, umemtoa mkewe awe mke wako, na nilikupatia wake. Mbona unafanya jambo hilo? Umemuua huyo kwa upanga wa Amoni, kwa upanga wa adui zangu, kwa upanga wa watu ambao wako kinyume na mimi Mungu, kwa upanga wa shetani umeamua kuua vitakatifu vya Mungu. Anasema basi sasa upanga hautaondoka nyumbani mwako, sababu umenidharau ukamtoa mke wa Uria Muhiti kuwa mke wako. Bwana asema hivi, angalia, nitakuondokesha uovu katika nyumba yako, nami nitawatoa wake zako mbele ya macho yako na kumpa jirani yako. Tazama kitu hichi, atatoa ule utukufu ambao Mungu amekupatia, atawapatia majirani zako, watu ambao walikuwa wanamwamini Mungu, watu ambao ni majirani zako, watu wa pembeni yako, ambao atatoa baraka kwako kwa sababu umeidharau. Atawapatia neema watu wengine kwa sababu hutaki kumtumikia Mungu, hutaki kuwa mnyofu mbele za Bwana. Atatoa hiyo neema kwako, atawapatia watu wengine. Amina. Atawapatia watu wengine. Anasemaje katika Ufunuo Wayona 2 mstari ule wa kuanzia kusoma 3, 4, 5. Kwanza mstari wa 5 pale anazungumza jambo hilo. Anasema usipotubu nitatoa kinara cha taa, nitakitoa kile kinara cha taa, ile mwanga ambao nilikupa maishani wako nitatoa. Anamwambia jambo hili Nathan pia Daudi kwamba atawatoa wao, atampatia jirani yako, atawapatia watu wengine ambao wanahitaji mwanga. Anasema naye atalala na wake zako mbele ya jua hili. Watu watakuwa mashuhuda. Kilichofanywa gizani kitawekwa nuruni. Amina. Kilichofanywa gizani kitawekwa nuruni. Wewe ulifanya gizani, mimi nitaliweka nuruni. Utaibika mbele za watu, utatahayarika. Amina. Maana wewe ulifanya jambo lile kwa siri, bali mimi nitalifanya jambo hili mbele ya Israeli wote na mbele ya jua. Amesema atalifanya jambo hili mbele ya jua. Kama ulifanya sirini, Mungu atalifanya mbele ya jua. Wapendwa katika Bwana, ukifanya uzuri sirini, Mungu ataufanya uzuri mbele ya jua. Watu wengi watashangilia. Ukifanya mabaya sirini, Mungu atafanya mbele ya jua. Watu wote watatukana. Watu wote wataongea mambo mabaya. Anasema Daudi akamwambia Nathan, nimemfanyia Bwana dhambi. Nathan akamwambia Daudi, Bwana naye ameiondoa dhambi yako. Akasema nimemfanyia dhambi Bwana. Akasema Bwana naye ameondoa dhambi yako. Amina. Kwa nini ameomba? Anasema hutakufa, lakini kwa kuwa tendo hili umewapa adui za Bwana nafasi ya kukufuru. Kwa sababu umewapa adui za Bwana nafasi ya kukufuru. Amina.
Mtoto atakayezaliwa kwako hakika atakufa. Kitu ambacho chochote ambacho utakizaa ndani yako kitakufa, Daudi, kwa sababu umefanya kufuru. Sadaka itatajiwa sadaka, damu itatajiwa kwa damu. Kwa hiyo mtoto wako atakufa kwa sababu umemuua Uria Mhiti, nawe damu yako itakufa. Utajisikia uchungu ndani yako, utajisikia uchungu ndani yako, utatahayarika, utaaibika. Amina. Kwa sababu umempatia shetani utukufu. Kwa nini umempatia shetani utukufu? Wapendwa katika Bwana, kitendo hiki katika somo linalokuja tutaenda kujifunza na jambo hapa la mzidi linapoendelea mbele kidogo. Jambo hili linaenda kumkufuru Roho Mtakatifu. Amina. Kumkufuru Mtakatifu. Wapendwa, hapa nitakwenda kuelezea namna gani ambayo utamkufuru Roho Mtakatifu. Amina. Ndipo nabii Nathan anamwambia jambo hilo Daudi. Anamwambia utafanya jambo hili. Atakayezaliwa kwako hakika yake atakufa. Naye Nathan akaondoka kwenda nyumbani kwake. Baada hapo Nathan akaondoka kwenda nyumbani kwake. Wapendwa katika Bwana, nataka tujue jambo moja la msingi sana mahali hapa. Unapokuwa unaenda katika neema ya Mungu, wapendwa katika Bwana, hata siku moja usifanye ushirika na shetani. Unapofanya ushirika na shetani, ile mibaraka, zile neema, ule utukufu wote Mungu anauhamisha. Hatukumbuki hata wana wa Israeli. Hatukumbuki hao wa Ibrania wa Israeli. Mungu akabidi, kwa kuwa wamemkataa, kwa sababu wamekubali kufanya ushirika na shetani, ndipo akaamua kutupatia neema sisi mataifa, akatupatia majirani zake, kwa sisi tukabarikiwa. Amina. Tukabarikiwa kwa baraka zote za Mungu. Baada ya hapo ukishatengeneza, ukitengeneza tena mpendo, ipo nafasi, lakini bado ipo nafasi ya kutengeneza. Daudi akapewa nafasi ya kutengeneza. Akaomboleza kwa siku 7, lakini bado mtoto akafa. Baada hapo akala akanywa na akaa katika utukufu. Baada hapo Mungu akambarikia sasa. Ndipo Mungu akamtazama baada ya kunyenyekea na kuomba toba na kulia sana. Ndipo Zaburi ya 51 iliandikwa hapo. Amina. Na kulia toba, lakini pia 84 ukisoma imeandikwa hapo, pia 122 nadhani pia imeandikwa hapo. Ndipo kasoma hizo Zaburi pia utaona zinakupatia mwongozo huo namna gani Daudi alivyoomba. Mwisho wa siku tunakuja tuone anazaliwa sasa. Anazaliwa Suleimani. Amina. Anazaliwa Suleimani ambaye kwa kinywa cha Mungu akamuita jina lake. Amuita jina gani? Akamuita jina lake Yededia. Amina. Akamuita Yededia, ni jina lingine la Suleimani. Basi akampatia utukufu, na huyo Suleimani akawa na neema na mambo mema mbele za Bwana, na utukufu wa Daudi ukakaa katika Suleimani. Na ndipo tunakuja tuone na Suleimani pekee ndio anakuja kumjengea Mungu nyumba. Basi mpendwa katika Bwana, usije ukafanya ushirika na shetani. Kwa kuwa sisi tumekuwa wateule wa Mungu, tunapofanya ushirika na shetani, wapendwa, huwa tunachelewesha baraka zetu kwenda kwa wakati. Tunapoteza muda mwingi sana tunapokuwa tunaenda katika dhambi, tunaenda katika mambo maovu, tunapokuwa tunafanya vitu vibaya. Amina. Usifanye ushirika na shetani. Tufanye ushirika na Mungu full time, wakati wote tuwe tunamtumikia Mungu mwenye nguvu, huyu Mungu mwenye uweza na kibali. Basi neema ya Mungu na kibali cha Mungu kikae katika maisha yako, pamoja wewe na familia yako na ndugu zako wote. Baraka hii ya Mungu ambayo ameachia kwetu ipo tu kwa wakati huu, wapendwa katika Bwana. Tuipokee. Ambao tujaipokea, tumwamini huyu Mungu. Ni jambo moja tu, anasema katika Rumi 10:9, ukimkiri kwa kinywa chako na kuamini ndani ya moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua katika wafu. Nani huyu? Yesu Kristo. Anasema utaokoka. Unaamini kwamba ni Mungu, huyu ni Mungu alikuja kwetu, akavaa mwili, akakaa kwetu, na katika yeye akafa na kufufuka siku ya 3. Katika sisi nasi tutafufuka siku ya 3, na sisi tutafufuka katika utukufu wa Mungu. Amina. Mungu atatuinua tu, wapendwa katika Bwana. Mungu atatuweka katika utukufu wa jina lake. Ukiamini hivyo, Mungu anakuokoa. Kama unahisi ni kazi ngumu, unaweza ukapiga mawasiliano hapa chini, tukafanya counseling, tukafanya darasa zuri la kuongea mimi na wewe. Lakini pia unaweza ukatafuta kanisa lolote lile la kiroho, ukaongea na watu wakakufanyia guidance nzuri namna gani ambavyo ukampokea huyu Roho Mtakatifu. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe, nikutakia siku njema. Shalom.